30% ya tenda za serikali zimetengwa kwa ajili ya makundi maalum. Kwa hiyo wao kama watu wenye ulemavu wanazo fursa za kupata zabuni hizi. Pia sisi kama mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma tumekuja kuambia watu wenye ulemavu kuwa serikali ya awamu ya 6 inawathamini sana na inawajali. Hivyo imetenga takribani zaidi ya trilioni 1 za tenda za serikali kwa ajili ya makundi haya maalum. Zabuni zenye thamani ya zaidi ya trilioni 1 zimetengwa kwa ajili ya makundi haya maalum. Kupitia taasisi za serikali, 30% inalazimika kutengwa kwa kila taasisi kwenye ununuzi wa umma ili ziweze kuyafikia haya makundi maalum. Kwa muktadha huo, taasisi zote za serikali zimeelekezwa kutenga 30% ya bajeti zao za ununuzi wa umma kwa ajili ya makundi maalum. Kwa hiyo tumekuja hapa kuwapa hamasa, kuwapa elimu kwamba kuna fursa hizo. Watu wengi wenye ulemavu ilikuwa hawajapata hii elimu na kimsingi haijawafikia wengi. Kwa hiyo unakuta wengi kuendeleza wanapata elimu, lakini baada ya mafunzo unakuta muendelezo wa mafunzo ambao ameyapata kidogo inakuwa ni changamoto. Hasa fursa nyingi kwa sasa hivi zinategemea elimu. Na watu wenye ulemavu wengi wao unakuta wameishia darasa la 7 na hata ile hamasa na uwezo wa kuelewa kufanya kazi kutokana na mazingira ya sasa unakuta kwa kweli ni changamoto. Kutokana na maumbile unakuta mwingine unakuta changamoto ya afya ya akili, lakini wengine unakuta kuna vikwazo vya kifamilia, ndugu wa karibu unakuta wanazuiliwa namna gani ya kuzifikia fursa zinazopatikana. Lakini jambo la pili ni unyanyapaa. Pia hiki ni kikwazo ambacho kipo ndani ya jamii. Kuzifikia fursa hizi ni changamoto kubwa. Jamii ya sasa hivi ufahamu kuhusiana na watu wenye ulemavu kama wanaweza kufanya kazi sawasawa na watu ambao na changamoto ya ulemavu unakuta bado baadhi yao ni kubwa. Hivyo mfumo wa serikali na ndani ya jamii kwanza ni lazima wakubali watu wenye ulemavu kuwa kitu kimoja. Haya mafunzo kwa kweli kwa upande wetu sisi yametugusa, kwa sababu tukiangalia 1% kubwa hatujawahi kuona mwenye ulemavu amejiunga na manunuzi ya mfumo wa NeST. Aidha labda ni wale wenye uwezo zaidi, lakini kwa jinsi tulivyofundishwa naona hata kwa wenye uwezo wa chini wanaweza wakafight wakajiunga na PPRA. Kwa hiyo wito wangu kwa mimi vile ni mjasiriamali, licha kuwa ni kiongozi, ni mjasiriamali, ni fundi ushonaji na kiwanda kidogo cha viatu vya ngozi na vitu mbalimbali tunavyovifanya. Kwa tutakapotoka hapa tutakuwa mstari wa mbele wa kwenda kuanza kusajili mfumo wa NeST ili na sisi sasa tuweze kupata manunuzi kutoka serikalini.